Kwa nini Marekani imewawekea vikwazo majaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai? Chanzo ni kwa sababu ya vikwazo au tamko alilotoa dhidi ya kiongozi wa Israeli, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani, au la? Marekani mnamo Alhamisi Juni 5 iliwawekea vikwazo majaji wanne wa kike wa mahakama ya kimataifa jinai kwa kushughulikia kesi zinazohusiana na Israeli na hatua za Marekani nchini Afghanistan. Vikwazo hivyo ambavyo mara nyingi huwekewa maafisa kutoka nchi zinazopinga Marekani, sasa vimewalenga maafisa wa mahakama ya kimataifa. Vikwazo hivi vinafuatia kutolewa kwa hati ya kukamatwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu, na Yoav Gallant, waziri wa zamani wa vita wa Israeli, kwa kufanya jinai katika vita vya Gaza. Majaji hao pia wamehusika kwenye kesi zinazohusu jinai za Marekani nchini Afghanistan. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema kwenye taarifa kwamba Marekani itachukua hatua zozote zinazohitajika kwa ajili ya kulinda mamlaka yake ya Israeli na washirika wake wengine dhidi yake. Amekitaja kuwa hatua zisizo halali za mahakama ya kimataifa jinai. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, majaji hao wanne wamepigwa marufuku kuingia Marekani na mali yoyote ambayo huenda wakawa nayo nchini humo itazuiliwa. Mahakama ya kimataifa jinai ICC imelaani hatua hiyo, ikitaja kuwa hatua ya kisiasa na kusema ni jaribio la wazi la kudhoofisha uhuru wa taasisi ya mahakama inayoungwa mkono na nchi 125 duniani. Bet Hala wa Slovenia na Rein Alapin Gansu wa Benin walikuwa majaji wawili katika mahakama ambao walishiriki katika mchakato wa kutoa hati za kukamatwa Netanyahu na Gallant Novemba mwaka jana. Hati hiyo ilitolewa kwa sababu ya kuwawajibisha Netanyahu na Gallant kutokana na jinai za kivita na uhalifu dhidi ya binadamu na matumizi ya njaa kama silaha ya vita katika vita vya Gaza. Majaji wengine wawili wa mahakama hiyo, Luz Del Carmen wa Peru na Salome Barung Bosa wa Uganda, pia wamewekewa vikwazo kwa kuhusika kwao katika kesi iliyoko mahakamani iliyopelekea kuidhinishwa kwa uchunguzi wa uwezekano wa jinai za kivita dhidi ya majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Utawala wa kizayuni wa Marekani, muungaji mkono wake mkuu, walishangazwa na kushtushwa na hatua ya mahakama ya kimataifa jinai ya kutoa hati za kukamatwa maafisa wa ngazi za juu wa Israeli na kukabiliana vikali na hatua hiyo. Ijapokuwa jinai za utawala wa kizayuni, hususan mauaji ya halaiki ya watu wa Gaza na vilevile utumiaji njaa kama silaha ya vita na jinai ambayo inaonekana wazi huko Gaza, lakini Marekani imefanya juhudi kubwa kwa ajili ya kuzuia jinai za utawala huo kuchunguzwa na taasisi za kimataifa kama vile mahakama ya kimataifa ya haki ICJ na mahakama ya kimataifa jinai ICC. Katika kujibu uamuzi wa mahakama ya kimataifa jinai, Rais Donald Trump wa Marekani alitia saini amri ya utendaji mnamo Februari 6, 2025, akiidhinisha vikwazo dhidi ya mahakama hiyo kwa kile alikitaja vitendo haramu na unyanyasaji wake dhidi ya Marekani na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Israeli. Kwa mujibu wa amri hiyo, Marekani itawasababishia madhara makubwa wale wote wanaohusika na ukiukwaji wa sheria katika mahakama ya kimataifa jinai, ambayo baadhi yake yanaweza kujumuisha kufungiwa mali pamoja na kusimamisha kuingia Marekani kwa maafisa, wafanyakazi na wawakilishi wa mahakama ya kimataifa jinai pamoja na wanafamilia wao wa karibu, kwa sababu kuingia kwao nchini Marekani kutakuwa na madhara kwa Marekani. Katika agizo hilo, Trump alidai kuwa mahakama ya kimataifa jinai haina mamlaka juu ya Marekani au Israeli, kwani si wanachama wa mkataba wa Roma wala mahakama ya kimataifa jinai. Marekani inadai kuwa kwa pande hizo mbili zina demokrasia zinazostawi zenye wanajeshi ambao hufuata kikamilifu sheria za vita. Taarifa ya serikali ya Marekani kuhusu suala hili inasema ukiukwaji wa mahakama ya kimataifa jinai ni pamoja na kuanzisha uchunguzi dhidi ya wafanyakazi wa Marekani na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Israeli. Hatua ya Trump kuiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa jinai imekumbana na hisia nzito za kimataifa. Nchi 79 zikiwemo Canada, Ujerumani, Ufaransa, Afrika Kusini na Mexico zimetoa taarifa pamoja zikipinga hatua ya Donald Trump kuiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa ya uhalifu na kusema inadhoofisha utawala wa sheria za kimataifa. Kimsingi, Trump ana mtazamo wa dharau kuhusu taasisi za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mahakama ya kimataifa ya haki na mahakama ya kimataifa jinai, na huzikubali pale tu utendaji wao unapoendana na maslahi ya Marekani na washirika wake duniani. Mfano wa wazi wa hili ni hati ya mahakama ya kimataifa jinai iliyotolewa kwa ajili ya kukamatwa Rais Putin wa Russia, ambayo ilikaribishwa na Washington na washirika wake. Wakati huo huo, Marekani pia imechukua msimamo mkali dhidi ya mahakama hiyo hiyo kwa kuwekea vikwazo pia majaji wake, ambapo imetoa hati za kukamatwa kwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu, na Gallant, waziri wa zamani wa vita wa Israeli, na pia inapanga kuchunguza uhalifu wa askari wa Marekani nchini Afghanistan. Hata hivyo, radiamali ya kimataifa kwa hili inaonyesha kuwa licha ya hatua za upande mmoja za Marekani
katika kuiunga mkono Israeli, lakini nchi hiyo imepoteza heshima na itibari yake ya kimataifa, ambapo nchi nyingi duniani, hata washirika wa karibu na Washington, sasa ziko tayari tena kukubali au kufuata kibubusa hatua hizo za upande mmoja na haramu, hususan kwenye kipindi cha uongozi wa Donald Trump. Sasa kwingineko, tutazame harakati Jihadul Islam ya Palestina imelaani vikali mauaji ya Israeli dhidi ya afisa mashuhuri wa mukawama na watu wengine 30 kwenye mji wa Gaza, na kusisitiza kuwa mauaji hayo yanayolenga viongozi wa mrengo wa mapambano kamwe hayatadhoofisha uthabiti wa azma ya wananchi wa Palestina, bali inaongezea morali ya kusonga mbele. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumapili, harakati hiyo yenye makao yake Gaza imesema kuwa kuuawa shahidi Sheikh Asadi Abu Sharia, katibu mkuu wa harakati ya Mujahidina, sawa na makamanda wengine wakuu wa mukawama, kutaimarisha azma na irada ya Wapalestina wa matabaka yote. Imebainisha kuwa jinai hizo zitawatia moyo na kuwajiisha Wapalestina kuendelea na njia ya mapambano na kukabiliana na adui mzayuni kwa uthabiti zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kiongozi huyo wa harakati ya Mujahidina na Palestina aliyeuawa na kaka yake Ahmed Abu Sharia walitembelea njia ndefu ya jihadi, uthabiti wa kujitolea muhanga kupambana na utawala wa kizayuni, na walikuwa waaminifu na uungaji mkono wakubwa wa taifa lao. Tunasisitiza kwamba kulengwa makamanda wa utawala wa kihalifu wa Israeli kutaimarisha tu azma taifa letu ya kuendeleza njia za mukawama na kulinda ardhi yetu, harakati ya Jihadul Islam imesema. Vile vile, mkuu wa zamani wa jeshi la Israeli ameikosoa serikali ya Benjamin Netanyahu kwa kukosa mkakati imara huko Gaza, akigusia pigo walilopata hivi karibuni wanajeshi wa utawala wa kizayuni na kusema kuwa Israeli haina njia nyingine isipokuwa kukimbia kwenye ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Gadi Eisenkot, mkuu wa zamani wa jeshi la Israeli kwa mwaka 2015 hadi 2019, ametoa matamshi hayo kama sehemu ya kuonesha hisia zake baada ya kuangamizwa wanajeshi askari 8 wa Israeli huko Gaza katika siku za hivi karibuni, na kusema kuwa pigo hilo imepata utawala wa kizayuni kutokana na kutokuwa na mkakati imara na wawazi, na kuongeza kuwa kwenye mazingira kama hayo hakuna chaguo jingine isipokuwa kuondolewa wanajeshi wa Israeli huko Gaza. Eisenkot, ambaye alikuwa mjumbe baraza la mawaziri la vita la serikali ya Netanyahu mwanzoni mwa vita vya Gaza, ameiambia kanali ya 12 ya televisheni ya Israeli kwamba wanajeshi 8 wameuawa wiki hii, huku uongozi uliopo madarakani ukiwa umeshindwa tangu Oktoba 7 na hujafanikisha chochote. Amesema hakuna mpango wa kimkakati katika vita hivyo na hakuna uratibu baina ya wanasiasa na wanajeshi, lakini pamoja na hayo maamuzi yanachukuliwa chini ya mashinikizo ya kisiasa. Mpinzani huyo mkubwa wa Benjamin Netanyahu ameongeza kuwa unapoona askari wakihatarisha maisha yao kutokana na maamuzi yasiyo ya haki, huwa hakuna chaguo jingine la kurudi nyuma. Kikosi cha brigade za Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, zimetangaza kuwa katika siku za hivi karibuni, kuanzia tarehe 3 hadi 7 Juni 2025, wanajeshi 11 wa Israeli wameangamizwa na wengine 12 kujeruhiwa katika mitego mbalimbali waliowekewa na wana mapambano wa Palestina. Sasa nikutoe huko kidogo, nikupeleke huko nchini Marekani, ambapo maafisa wa usalama nchini Marekani wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za plastiki kwenye mji wa Los Angeles siku ya Jumapili kufuatia hatua ya Rais Trump kupeleka jeshi linalojulikana kama Gadi ya Kitaifa kwa ajili ya kukandamiza maandamano yaliyozuka kupinga dhuluma dhidi ya wahamiaji. Ghasia hizo ambazo sasa zimeingia katika siku ya 3 zilianza baada ya maafisa wa uhamiaji kuwakamata watu kadhaa waliotajwa kuwa wahamiaji haramu. Misako hiyo iliyofanyika mchana kweupe katika jiji lenye idadi kubwa ya wakazi wenye asili ya Amerika Kusini Latino ilisababisha hasira kubwa, hususan kutoka kwa wapiganaji au wapigania mageuzi huko Los Angeles. Na wapinzani wa hatua hiyo wamemlaumu Rais Trump kwa kuchochea hali ya taharuki kwa kuamuru kutumwa vikosi hivyo bila ridhaa ya serikali ya jimbo. Gavana wa California Gavin Newsom amelaani vikali uamuzi wa Trump, akisema hatakuwa na tatizo lolote hadi Rais Trump alipoingilia mambo yetu. Ameongeza kwa kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka ya jimbo hilo, na amemtaka Trump kufuta agizo hilo na kurejesha udhibiti wa Gadi ya Kitaifa kwa serikali ya jimbo la California. Vilevile, mgombea urais wa Colombia amepigwa risasi 3 wakati akiwa kwenye hafla ya kampeni katika mji mkuu Bogota. Miguel Tabi mwenye umri wa miaka 39 alishambuliwa alipokuwa akihutubia umati mdogo katika bustani siku ya Jumamosi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.